Hello, habari, majina yangu mimi naitwa Dr. Mary. Karibu sana mpendwa mtazamaji wangu katika chaneli hii ya Dr. Mary na Mary Herbal Center. Na wakaribisheni sana, na mshukuru Mungu si jambo. Habarini za muda huu popote mlipo kwenye hii ulimwengu, na karibuni tuendelee kujifunza mambo mbalimbali ya tiba na ya kiasili ambapo yanasaidia katika maisha yetu. Kiyazingatia kwa umakini kabisa, basi yatakusaidia sana. Kwa wewe ambaye ni mara ya kwanza unaungana na mimi katika hii video na darasa hili, ninakuomba usubscribe channel hii, share kwa wengine nao wakapate darasa hili. Bonyeza alama ya kengele ili uwe wa kwanza kupata madarasa yangu ya tiba asili. Tunaendelea kujifunza mambo mbalimbali ya tiba. Katika macho yako, mmea huu sio mgeni sana. Huu mmea ni mmea unaitwa mwarobaini. Wengi mnaufahamu, ni mmea ambao umekuja siku nyingi, ni wa kupanda, sio wa asili, lakini mmea huu una maajabu makubwa sana katika mwili wa mwanadamu. Na mwarobaini, sifa yake ya kuitwa mwarobaini, unatibu magonjwa zaidi ya 40. Kwa sababu mwarobaini unaingia katika tiba zote. Unasaidia katika kila sehemu katika mwili wa mwanadamu. Kwa hivyo mwarobaini ni suluhisho la changamoto yako. Kwa nini nakuambia hivyo? Faida ya mwarobaini zipo nyingi sana, faida zake. Katika changamoto ya macho, mwarobaini unasaidia sana ukiutumia kama chai mara kwa mara. Kikombe cha chai, nusu kijiko cha chai ukaweka katika kikombe chako cha chai ukanywa asubuhi na jioni kwa muda wa siku 14. Wewe ambao unasumbuliwa na macho yako yatapona na utaona vizuri kabisa. Kwa wale wenye changamoto za tumbo, matatizo yote ya tumbo, ngiri, wanaosumbuliwa na chango, wanaosumbuliwa na minyoo mikubwa, wanaosumbuliwa na maradhi yote ya tumbo yanayohusiana na tumbo, sijui tumbo kujaa gesi na kadhalika, tumia mizizi yake ya huu mwarobaini. Kachimbe mizizi, pata mizizi yako, angalia ule mwarobaini ambao umekomaa. Chukua mizizi yako miwili, toa yale magome yake, utakausha, utatwanga ili kutengeneza unga wake. Unga wake utakusaidia wewe kujitibia kama chai tiba asubuhi na jioni kwa muda wa siku 14. Changamoto ya tumbo kujaa gesi, sijui tumbo kufanyaje, itaisha. Wale wenye usumbuliwa na minyoo, basi minyoo itakufa. Kwa kutumia mizizi yake tu ya mwarobaini peke yake, itakusaidia sana wewe ambao una changamoto hiyo. Na kwa wale ambao wana changamoto ya UTI sugu, ile UTI inakusumbua, majani ya mwarobaini ni dawa nzuri sana, ambao utakuwa unachemsha majani yake tu. Hiyo ni kwa ajili ya kuchemsha majani yakiwa mabichi. Majani hayo mabichi utachukua, utachemsha, utakuwa unakunywa kikombe cha chai. Kikombe kile kidogo cha chai unakunywa kutwa mara 3. Unaosumbuliwa na UTI kali, inasaidia sana kuchuja njia ya mkojo pamoja na kibofu. Kwa hivyo utajitibia maradhi mengi pamoja na malaria. Wewe unasumbuliwa na malaria, jitahidi sana kutumia mwarobaini huu, utakusaidia sana na utatibu magonjwa mengi, magonjwa ambayo wewe umekosa suluhisho nalo. Mtu anaumwa kila mara, mwili unakuwa unakosa nguvu, misuli haifanyi kazi vizuri, unakuwa unaumwa kichwa mara kwa mara. Kausha majani ya mwarobaini, yatwange, pata unga wake ule, utakuwa unatumia kama chai ya asubuhi. Kwa sababu tiba lazima uwe na juhudi ya kutumia asubuhi na jioni kila mara. Lakini tiba hiyo hiyo ukiipuuzia, ndipo unapokupa maumivu zaidi. Kwa sababu tiba asili
inatakiwa uwe na moyo wa kutumia mara kwa mara. Hata hizi dawa zozote zile, tiba yoyote ile ambayo unaweza kutumia, unatakiwa utumie mara nyingi zaidi ili iweze kukusaidia changamoto yako na uweze kupona. Kwa hiyo tumia mara nyingi zaidi ikusaidie changamoto iishe, ukae vizuri, ufanye shughuli zako za kila siku. Mwarobaini usiache kuutumia. Mwarobaini utakuokolea vitu vingi sana. Unaweza ukahisi umerogwa, lakini kuna watu wanatumia mwarobaini na hawahangaiki tena kuwaza changamoto za kiafya. Kwa hiyo tumia mwarobaini uweze kukusaidia katika changamoto zako. Nimesema katika majani, katika magome ya mizizi. Kwa hivyo unaweza kutumia mabichi, unaweza kutumia majani yakiwa yamekaushwa, kulingana na wewe ratiba zako. Kama ziko vizuri, tumia majani yakiwa yamekauka au mabichi. Na kama mizizi, unaweza kuchemsha mizizi ikiwa mibichi, umetoka kuichimba, basi njoo nyumbani, katakata mizizi yako, ikaushe kidogo, hifadhi kwenye mfuko, nyingine utakuwa unachemsha kidogo kidogo huku unatumia. Kwa hivyo hizo ndio tiba na faida za mmea wa mwarobaini. Unatumika sana, una faida kubwa sana sana katika mwili wa mwanadamu. Ni hayo mpendo mtazamaji wangu. Karibu sana Mary Herbal Center. Tunatoa huduma nyingi, tiba za asili, kuosha mwili, kusafisha nyota, magonjwa ya tumbo kama ngiri, chango na kadhalika. Tunazo tiba mbalimbali kwa wewe ambao unahitaji mafanikio, kujiconnect na mafanikio. Unahitaji kupata pesa kila siku. Wanaosumbuliwa na chuma ulete na kuhitaji sana niweze kukupa msaada. Wewe ambaye watoto hawakuelewi, yani watoto ukiongea na mtoto hakusikilizi, njoo nikusaidie. Wapendwa watazamaji wangu, ninawashukuru sana. Hebu subscribe hapo kama wewe ni mgeni katika hii video. Subscribe, share hii video kwa wengine nao wakajifunze. Na pia karibu, toa maoni yako kwa hiki ambacho nimekufundisha. Umeweza kuelewa nini na kitu gani hujakielewa katika hii video? Na unaijua tiba hii ya mwarobaini kwa njia ipi? Hebu toa maoni yako hapa. Itakuwa vizuri sana kushirikiana katika mambo ya tiba, kwa sababu elimu ni kubwa, elimu huwezi kuimaliza yote. Kwa hiyo nawakaribisheni pia toe maoni yenu. Tutaonana katika darasa lingine, na nawashukuruni sana subscriber wangu, na endeleeni kufuatilia chaneli hii ya Dr. Mary